Kama tunavyofahamu, kila mwaka unapofika mwisho wa mwezi wa Juni, tarehe 28 hadi tarehe 13 Julai, Tanzania Trade Development Authority ama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade, kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara, huwa tunaandaa maonesho makubwa ya biashara ya Dar es Salaam ya kimataifa umaarufu Sabasaba. Mwaka huu maonesho haya yanatimiza miaka 50 na yanatarajiwa kufanyika sambamba na sherehe maalum tunaita ya Jubilee ya dhahabu, ambapo ni Golden Jubilee. Na kama nilivyosema awali, mwaka huu pia tunatarajia maonyesho haya kuanza rasmi tarehe 28 June hadi tarehe 13 Julai. Kwa sababu maonyesho haya nimesema ni tofauti na maonyesho yaliyopita, kwa sababu tunatimiza miaka 50, tarehe 26 tunatarajia kufanya semina ya washiriki wote. Semina hii ni muhimu kwa sababu tuna washiriki mbalimbali tunaowapokea ili kuwafahamisha wadau wetu waweze kupata ile tija ya maonyesho. Kwa hiyo huwa tunawapa semina ya kuwaelewesha kutokezea hali ya mfano masuala ya zimamoto, wanaweza kuwasiliana na nani. Humu ndani kuna watu wa huduma mbalimbali katika maonyesho haya. Kwa hiyo ile semina inakuwa muhimu kwa sababu washiriki wa maonyesho wengine wenyeji, wengine wageni. Kwa hiyo kuwapa zile taarifa muhimu za msingi kuhusu maonyesho haya. Kauli mbiu ya maonyesho haya ya mwaka huu ni maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba ni fahari ya Tanzania. Na kwa nini tumekuja na kauli mbiu hiyo? Kwa sababu kama mnavyojua maonyesho ya mara hii ni miaka 50. Kwa hiyo ni fahari kwa Tanzania, miaka 50 mfululizo tumekuwa na maonyesho haya ambayo yameendelea kuleta tija. Lakini tuna kauli mbiu ndogo ambazo zinagusa sekta zetu mbalimbali. Kauli mbiu ndogo nyingine inasema bidhaa za Tanzania kimataifa zaidi. Kwa sababu haya ni maonyesho ya kimataifa ya biashara na tunalenga kupata masoko ya kimataifa, ndio maana tuna kauli mbiu hiyo. Lakini kauli mbiu nyingine tunasema biashara za Tanzania kidijitali zaidi. Kama mnafahamu, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa